Uhasama kati ya Rwanda na Burundi umechukua sura mpya baada ya rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kusema waziwazi kuwa anao ushahidi kwamba Rwanda inataka kuivamia Burundi kwa kutumia waasi wa Red Tabara kutokea upande wa Kongo. Akizungumza na shirika la utangazaji la Uingereza BBC mwanzoni mwa wiki hii, Ndayishimiye alisema ikiwa hali hiyo itatokea wako tayari kujibu mapigo, na Rwanda kupitia waziri wake wa mambo ya nje imesema tuhuma za rais Ndayishimiye hazina msingi. Swali hapa tunalouliza ni je, tofauti ya mitazamo ya mataifa hayo pacha kuhusiana na vita vya Kongo inaweza kuyapeleka katika vita vya moja kwa moja? Na swali hili na mengine nimemuuliza mchambuzi wa masuala ya maziwa makuu Ali Mali anayefuatilia hali kwa karibu, lakini kwanza nilimuuliza je, ni kwa nini rais Evariste Ndayishimiye amefika hatua ya kusema moja kwa moja kwamba Rwanda inapanga kuivamia Burundi? Kuna viashiria vinavyoonyesha hilo? Tumsikilize. Viashiria vipo. Kwa kauli ya rais ilifungwa mapema kabisa, kwa sababu rais Ndayishimiye aliyaona hayo na akasema kwamba waasi wa Red Tabara wanapata mafunzo kutoka Rwanda na wanasaidiwa kutoka Rwanda kama vile kikundi cha M23. Kwa hiyo aliweza kufunga mipaka na akawa kaishatangaza wazi kwamba kuna hatari ambayo Rwanda inaandaa kuivamia. Na kama kathibitisha hilo tena kwa mara nyingine ni kwa sababu ya hali inavyoendelea nchini Kongo. Kwa hiyo bila shaka hali ni tete kati ya mataifa hayo mawili. Hali ni tete na inaweza kuwa tete zaidi hata ya hali ya Kongo, kwa sababu Burundi inaongozwa sasa na kiongozi ambaye anatoka kabila la Wahutu, na Rwanda inaongozwa na kiongozi ambaye anatoka katika kabila la Kitusi. Kwa hiyo hali hii inaweza kusababisha mparaganyiko na machafuko ya kikabila hata katika kabila hizi mbili katika eneo zima la kanda la maziwa makuu, na ikawa hali mbaya zaidi. Bwana Mali Ali, Rwanda kupitia waziri wake wa mambo ya nje Olivier Nduhugirehe imeelezea kauli ya Ndayishimiye kama isiyokuwa na mashiko, akisema matamshi hayo yametolewa wakati mataifa hayo yakiwa katika majadiliano ya kutafutia ufumbuzi mzozo baina yao, ikiwa ni pamoja na kufunguliwa kwa mpaka kati ya nchi hizo ambao umefungwa kwa muda mrefu sasa. Umelitaja hilo. Je, kauli ya Ndayishimiye itazikwamisha juhudi hizo? Kauli inaweza kukwamisha, kwa sababu kama mdau anazungumza hivyo, tayari unaona kauli hizi ni mbili tofauti. Ni wazi kwamba hapa kuna unafiki katika harakati au katika shughuli hizo za kutafuta suluhu katika nchi hizi mbili. Labda niulize hili kwa kifupi. Ukweli kwamba Burundi inaisaidia Kongo kijeshi yaweza kuwa sababu ya kuzorota kwa mahusiano kati yake na Rwanda? Kwa kifupi tu. Inawezekana, kwa sababu tayari kama Rwanda iko nyuma ya M23 na Burundi iko nyuma ya serikali ya Kongo, basi na M23 ni hasimu wa serikali ya Kongo. Moja kwa moja kihesabu Rwanda lazima isioni Burundi vizuri na Burundi isioni Rwanda vizuri, na hili litakuwa limechochea tu tatizo ambalo liliokutwa kati ya Burundi na Rwanda kupitia msaada wa Rwanda kwa kikundi cha Red Tabara ambacho ni kikundi cha Warundi cha kabila la Kitusi. Ndayishimiye amesema iwapo Rwanda itavamia Burundi kutokea mpaka wa DRC, ijue Kigali pia haiko mbali na mpaka wa Kirundo. Unaona uwezekano wa nchi hizi mbili kupigana moja kwa moja, Bwana Mali Ali? Licha kuwa ni maneno, lakini ukali wa maneno unaashiria sasa kugusana. Ukali wa maneno huu kutoka moja kwa moja katika viongozi wakubwa kama maraisi unaashiria nchi hizo kuweza kugusana moja kwa moja, na hili ni tatizo kubwa. Licha kuwa Rwanda haijarudi kusema, lakini pia iliweza kushtumu Burundi kwamba iliweza kuwapa hifadhi hawa kikundi cha FDLR Wahutu wa Rwanda ambao walikuwa Kongo na wakaweka hifadhi Burundi. Kwa hiyo hali hii Rwanda inaifahamu, na Rwanda pia haiamini Burundi. Kwa na kauli kama hii ya Bwana Ndayishimiye pia inaifanya Rwanda iweze kuwa na shaka na kauli hii, na kuonesha kwamba inawezekana kuwa isiwi jeshi la Burundi limeshambulia, lakini ikawa ni njia ambayo Burundi imewapa kundi hili la FDLR ili kuweza kushambulia Rwanda, jambo ambalo Bwana Kagame anatangaza pia ndiyo sababu ya yeye kuingia Kongo kuwafuata maadui zake hao.
Nam ni mchambuzi wa masuala ya maziwa makuu Ali Mali akitoa tathmini yake hapo kuhusiana na uhasama kati ya Rwanda na Burundi.